Waislamu katika kuoneana kwa huruma kama vile mwili mmoja, ambapo ule mwili kuna kiungo kinauma, basi mwili mzima unakuwa nao unaumwa. Hao ndio Waislamu. Ukimwona Muislamu mwenzako kapata matatizo, wewe kisha ukawa unafurahi na matatizo ya mwenzako, wewe unaitwa si Muislamu. Kwa nini usionyeshe furaha kwa mwenzako tatizo aliyopata nalo mwenzako? Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anatufundisha katika hadithi ya kwamba mtu yoyote yule ambaye kamuondolea matatizo Muislamu mwenzake aliyoyapata, basi huyu siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu naye atamuondolea matatizo. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa Abi Huraira radhiallahu anhu pale aliposema, man nafasa an mu'mini kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbata min kurabi yaumil qiyama. Nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyama. Yoyote mu'min kamuondolea, akamsaidia, akamuondoshea matatizo katika matatizo aliyokuwa nayo haya kidunia, Mwenyezi Mungu mtu huyo naye atamuondoshea matatizo yake katika matatizo atakayoyapata siku ya Kiyama. Hiyo ndiyo faida ya kumwonea huruma muumini mwenzako. Kapata tatizo ukalisimamia kama lako, akapata faraja, basi sio limeenda bure bure. Mwenyezi Mungu akuwekea faida kwamba na wewe siku ya Kiyama, yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idhin sha'nun yughnihi, siku na Mwenyezi Mungu naye atakuondolea matatizo. Nini? Atasema wewe alipata matatizo mja wangu, nasi angepata matatizo mimi nilimjaribu kwa kumpa mtihani. Na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema, walanabluwannakum bishai'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarati wabashiri sabirina. Kwa hivyo kapata tatizo imma la kimaradhi au la kupungukiwa mali, usimcheke, mfuate. Bwana, umekwama wapi? Umefanya nini? Ngoja nikusaidie hili. Basi wewe umewekeza siku ya Kiyama, Mungu naye anakusimamia, anakuona unavyohangaika huku na kule. Basi Mwenyezi Mungu, njoo mja wangu, ulimsaidia mja wangu mmoja, leo naye faida yako, hebu kaa hapa, atakusimamia. Huyo ni Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mwezi huu ulitufundisha mafundisho hayo ya kusaidiana. Mwenzako kakosa futari, wewe unamwambia njoo futuru bwana. Kakosa daku, njoo chukua hela daku bwana. Kakosa nguo, chukua bwana, ili wote kila mmoja awe katika furaha. Huu ndio Uislamu aliotaka Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na akahitimisha kwa kutoa zakatul fitri, ili kama mlivyokuwa kule zamani katika mwezi wa Ramadhani mnasaidiana, mnaoneana huruma, basi na siku ya Idi kila mmoja amuonee huruma mwenzake kwa kutoa zakatul fitri. Hana kitu, hana nguo, unamfuata, bwana, vipi watoto wamepata nguo? Hawajapata, hebu chukua hii kanunulie watoto nguo. Hao ndio Waislamu waliokuwa zamani, hao ndio Waislamu unaotakikana mpaka sasa hivi. Leo aina Waislamu hao sasa hivi? Wako wapi Waislamu hao? Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani ulikuwa ni mwezi wa kuoneana huruma, ni mwezi wa kusaidiana, ni mwezi ambao ulitufundisha na tukapata ucha Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kwa kusema, waman yassara ala almusir, na yoyote akamfanyia wepesi yule mwenye uzito, yassara Allahu yawma alayhi yawma fi dunya wal akhirah, yassara Allahu fi dunya wal akhirah, na Mwenyezi Mungu naye atamfanyia wepesi duniani na akhira. Ukitaka mambo yako yawe mazuri, usipate shida, mtatulie matatizo mwenzako. Ukitaka mambo yako yaende mepesi, mfate mtu aliyokuwa na matatizo. Tatizo ni nini ndugu yangu? Bwana kadha kadha kadha, muondolee. Wewe ushajitengezea njia ya kuwa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama atakufanyia wepesi nawe katika njia yako kwenda peponi.
Na ukimfanyia uzito ndugu yako wa Kiislamu kisha haukumsaidia na hali ya kuwa unayo njia ya kumsaidia, umejiwekea matatizo magumu siku ya Kiyama, na wewe siku ile ya Kiyama kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutopata njia, itakuwa mzito sana. Waislamu, tuyachukua mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kisha tuishi nayo, kisha tuyafanyie kazi, kisha tupendane, kisha tusaidiane, ndipo tutakuwa sisi wamoja. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika huu umma wenu huu ni umma mmoja. Wa ana rabbukum fa'budun, na mimi mola wenu ni abuduni. Ndio Mungu ametaka hivyo. Ukiwa na tatizo muangalie muislamu zako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kwa kusema, wallahu fi auni al-abdi, Mwenyezi Mungu desturi yake, kanuni yake, miaka yote anamsaidia mja. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, la tudhhir shamatata li akhika, usidhihiri kicheko chako kwa ndugu yako, usidhihirishe kicheko kwa ndugu yako. Eti kapata tatizo fulani, unaona kiko wapi sasa hivi, walikuwa wanalinga sana wale. Hilo silo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha. Katufundisha nini? Wamepata tatizo muislamu mwenzako, umepata tatizo wewe. Kapata tatizo muumini mwenzako, umepata tatizo wewe. Kwa nini? Kama vile mwili mmoja. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Enyi mlioamini, kwa nini mnasema kile ambacho nyinyi hamfanyi? Kwa nini? Mwisho kabisa akasema, inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa, Mwenyezi Mungu anawapenda wale wenye kupigania njia ya Mwenyezi Mungu safu, kitu kimoja. Kaannahum bunyanun marsus, kana kwamba wao ni jengo moja lililokamatana. Unaona kiambaza hiki hakitoa nafasi kwa kiambaza kingine kana wazi, kimekamatana wao chenyewe kwa chenyewe. Ndio Waislamu wanatakiwa kwa hivyo. Waman salaka tariqa, Mtume anaendelea sema, waman salaka tariqan, na yoyote anayepita kwenye njia, yaltamisu fihi ilman, anatafuta katika njia hiyo elimu. Umemkuta kijana anahangaika kwa kutafuta ilmu, basi salaka Allahu bihi tariqan ila aljanna, mtu huyu atampitisha naye Mwenyezi Mungu njia kwenda peponi. Tumeona wiki iliyopita tulikopo na binti ambaye alikuwa na matatizo, yeye anatafuta elimu, tukamsaidia kufika katika malengo yake. Fahamu na sisi tutapata. Tungekosa kumsaidia na sisi tumeshapata matatizo. Rudi kule kule nyuma hadithi, wa man nafasa kurbata min kurabi dunya, yoyote mwenye kumuondolea matatizo mwenzake katika matatizo ya dunia, kwa Mwenyezi Mungu atamuondolea matatizo yake siku ya Kiyama. Tuliweza kumuondolea ile huruma tuliyokuwa nayo, ile mapenzi tuliyokuwa nayo, tukamsaidia ili aweze kufika malengo yake, ili aweze kufika katika nia yake, ili aweze kufika katika dhana yake, ili aweze kufikia fikra zake alizozipanga. Tukaweza kumsaidia na Mungu akamjalia akapata ila ya ada na akalipa na anaendelea katika chuo kama kawaida. Mwenyezi Mungu atujalie sote. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, majtamaa qaumun fi baitin min buyuti llah, hawajakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu, yatluna kitab Allah, wanasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na kweli tunaona mwezi wa Ramadhani watu walikuwa wanakusanyika misikitini wanakisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliyefahamu na asiyefahamu wote wakawa wanashika misahafu kwa ajili ya kusoma kitabu chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasemaje? Wayatadarusuna bainahum, na wakawa wanajifundisha na wao kwa wao. Huyu anamsomesha huyu, huyu anamsomesha yule, yule anamsifanya hivi, wao kwa wao wakawa wanafanyiana. Bali nazalat alaihim illa nazalat alaihim sakina, isipokuwa
unashuka utulivu kwao. Tulikuwa tunaona mwezi wa Ramadhani watu walikuwa ni watulivu, anakaa msikitini, analala msikitini, akiamka atasoma Qur'ani, analala msikitini, anakaa msikitini, akiamka ataita dhikri, analala msikitini, anakaa msikitini, akiamka ataita tasbihi. Kama mwezi uliotufundisha tusiache kuwa katika miezi ambao huu uliokuja wa Shawwali. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni katika hao birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ndugu Waislamu, na wahusieni pia na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu, tumeona katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hutuba yetu ya kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza umoja, na hasa pale alipotutaka baada ya umoja wao kuoneana huruma na kufanyiana wema, akatutaka tuhifadhi ulimi wetu. Ulimi wetu. Mwalimu kashatupa ijaza, mwalimu ameshatupa ruhusa, mwalimu kaja akatufundisha na akatupa ijaza ya kuishi nayo si nyingineo. Mwalimu alitufundisha kwamba sitaki uongo. Mwezi wa Ramadhani watu walikuwa sio waongo. Mwalimu katufundisha nataka ucha Mungu. Mwezi wa Ramadhani watu walikuwa wacha Mungu. Mwalimu katufundisha sitaki maneno machafu. Mwezi wa Ramadhani tulikuwa si wenye maneno machafu. Mwalimu katufundisha mambo aina mbalimbali. Nataka watu waende msikitini. Mwalimu watu walijaa misikitini. Mwalimu katufundisha tusimame kisimamo cha usiku. Watu walikuwa wanasimama kisimamo cha usiku. Mwalimu ameondoka, ametuacha katika hali iliyokuwa mzuri. Na si mwalimu mwingine, ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anatupima kutuangalia, je, mwakani nikirudi wale wanafunzi wangu niliowaacha, je, wanafanyia kazi? Msimamizi wa hayo yote, mwalimu aliyotuondokea ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anatuangalia na anatuachia msimamizi mkuu, ili kila mmoja yale anayoyafanya ayaone. Fahamu una malaika wawili kuliani na kushotoni,
kila unalosema. Je, yale ulikuwa unafanya kipindi kile sasa hivi je unafanya? Je, kile ulikuwa unatoa kipindi kile, je mwezi utatoa na mwaka mzima utatoa? Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia funga ya Ramadhani mpaka Ramadhani mtu anafutiwa madhambi yake ikiwa tu kayaacha yale mambo makubwa makubwa, ikiwa tu kaacha madhambi makubwa makubwa. Fahamu mwalimu anatutaka sisi sote tuwe katika hali iliyokuwa mzuri. Kwa hivyo cha kwanza alitukataza kuhifadhi ulimi, tusiwe waongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, man lam yadaa qaula zur, yule ambaye haachi uongo, wala amala bi, na kuutumia uongo ndio kazi yake, falaisa lillahi haja, hakuna kwa Mwenyezi Mungu haja yoyote, an yadaa taamahu wa sharabahu min ajli, aache chakula chake, kinywaji chake, matamanio yake eti kwa ajili yangu apate kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Kamleta mwalimu katufundisha sitaki uongo, na kweli walikuwa watu si waongo. Kama Mwenyezi Ramadhani kaja mwalimu anataka ukweli, na watu walikuwa wakweli. Mwezi wa Ramadhani umekuja mwalimu anatuambia sitaki ugomvi, watu walikuwa si wagomvi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha, yoyote kaja kakutukana au kata kupambana na wewe au kata kukupiga, basi sema mimi nimefunga sitaki ugomvi. Sema nimefunga bwana, mimi nimefunga sitaki ugomvi bwana, ondoka. Huyo ni mwalimu kaja akatufundisha. Sasa mwalimu anaondoka, anatuachia maisha haya, ijaza kashatupa, ishini hivi. Je, utaenda kinyume na mwalimu wako? Je, atakudhamini? Tufahamu kule peponi kuna mlango unaitwa Babu Rayyan. Wanaoingia kule ni wale wanafunzi waliokubali kufata mafundisho ya mwalimu. Kama haukufata utaingia katika mlango, jitathmini. Kwa hivyo cha kwanza ili upate kuokoka, hifadhi ulimi wako. Ihfadh lisanak, hifadhi ulimi wako. Usimkele mtu, usimsengenye mtu, usifanye mambo machafu, usitukane, usi mpaka mwisho utakuwa umemfuata mwalimu. Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi aliwaambia wanafunzi wake na wafasi wake na waumini kwa ujumla, ihfadh lisanaka ayuha al-insan, ulinde, uchunge, uhifadhi ulimi wako ewe mwanadamu. Usije ukakugonga kwamba ulimi ni nyoka. Huu ulimi ni nyoka, ulimi ni nyoka. Hujaona watu wengapi wamekufa kwa sababu ya ulimi? Hujaona hilo? Wengapi wamekufa kwa sababu ya ndimi zao? Na ndio maana Waswahili wanasema ulimi umempoza nini? Kichwa. Kwa sababu gani? Kwani kichwa ndio kichosema? Lakini kinakatwa nini? Shaona mtu anaonyongwa anakatwa ulimi? Anayekatwa upanga unakatwa ulimi? Kinakatwa nini? Ilichoponza nini? Ulimi. Hifadhi ulimi wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba mmoja baada ya kusema hadithi ndefu, akasema kwamba mtu achunge ulimi wake. Ile sahaba akauliza, hivi tutachukuliwa kwa yale tunaosema? Mtume akamwambia, thaklatuka ummuka, mamako akukose. Unafikiri watu wanaingia motoni kwa sababu gani? Kwa sababu gani wanaingia motoni? Kwa sababu ya ndimi zao. Hivi motoni mtu anaingia kwa sababu gani? Kwa kujikwaa? Haingii kwa kujikwaa, anaingia motoni kwa sababu ya ndimi yake. Ima utamdharau mwenzako, huyu naye kilichofanya vile nini? Ulimi. Kwa hivyo tuhifadhini ndimi zetu ili tukutane na mwalimu mwakani, kama Mungu akituweza kutufikisha atukute tuko salama, tumeyaendea na tukayafata mafundisho yake aliyokuja nayo, tutasalimika. Waislamu,
Tusiache kusema mambo yanayotokea sasa hivi ulimwenguni. Tukumbushane, dunia sasa hivi iko katika hali si mzuri. Tuchunge bado ulimi wetu, tumwombe Mwenyezi Mungu atunusuru na janga hilo. Mwenyezi Mungu katika sura Al-Araf, kama sikosei, anasema kwenye Qur'ani, walau anna ahla alqura amanu wattaqau, lau watu wa miji wangelikuwa wanamcha Mwenyezi Mungu na kumwamini Mwenyezi Mungu, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardhi, tungewafungulia baraka za mbingu na ardhi. Kwa kuwa si wacha Mungu, tunafata yale tunataka sisi. Araaita man ittakhadha ilahahu hawahu, je, umemuona yule ambaye matamanio ndo kafanya ndio Mungu? Leo tunauana sisi kwa sisi kwa sababu tunaona matamanio yetu ndio Mungu wetu. Hatuwezi kuoneana huruma. Leo dunia imeenda mahala si pazuri. Tumwombe Mwenyezi Mungu aiondoshe hii fitna iliyokuja, ili tuweze kukaa salama na Mungu atuweze kutufungulia baraka za mbingu na ardhi. Allahumma salli ala hadha an-nabiy al-amin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وخص من ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالحق والصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقين من العشرة، وعن الصحابة رضوان الله تعالى أجمعين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، مشارق الأرض مغاربها يا سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. كل عام وأنتم بخير. عيد مبارك.